Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ifahamu hali inayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kongo, lakini pia nchini kote DRC. Na ndugu wapendwa watazamaji wa kwetu News 24 mahali popote mlipo duniani, matumaini yetu mpo salama salimini. Hivyo ni kualike kuungana nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari, awamu yake ya kwanza ya hii leo tariki 8 April mwaka huu wa 2026. Hivyo kualike kuwa nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari, ndugu mpendwa mtazamaji wa kwetu News 24. Mapigano makali yameripotiwa tangu saa 12:45 asubuhi Jumanne jana April mwaka huu wa 2026 ndani na nje ya mikenge yakivishindanisha vikosi vya jeshi la taifa ya Kongo na waasi wa Twirwaneho, Minembwe na Red Tabara, washirika wa M23 RC katika nyanda za juu za Fizi, kusini mwa Fizi, mashariki mwa Fizi. Kwa mjibu wa mashuhuda, mapigano pia yameripotiwa katika mitaa ya Lumbishi, Katale na Tushunguti iliyoko katika eneo la Kalehe. Paul Kagame kuhusu mkutano kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwana wa Habyarimana huko Kinshasa, na waambia hali hawezi kutokea tena hapa, ayatatokea hata kwa uvumi huu unaosikia katika eneo hilo wa watu wanaotoka Ulaya kutoka kila mahali wakikusanyika Kinshasa, wakimleta mwana wa Habyarimana, wanafamilia wake na wengine kutoka kila mahali kukusanyika. Yote hayo ni kelele tu, hayawezi kusababisha kitu kama hicho kutetea hapa, hayawezi kutokea. Na sisemi tu ili kama mtu binafsi, nasema hivyo kwa sababu najua kwamba kila mwenye Rwanda, kijana na mzee, ameazimia na anasema jambo lile lile kama ninavyokuambia sasa. Hiyo imesemekana hiyo jana wakati wa mkutano wa ukumbusho wa Rwanda. Tukiwa Rwanda, tujirekeze nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Goma. Vifaa vilivyobaki katika mnara wa udhibiti wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma viliporwa na vipengele vya muungano wa waasi wa M23 RDF, kulingana na mashahidi waliokuwepo. Vikosi vya jeshi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilivyowekwa katika sekta ya Operation Sokola D kaskazini vilima mashambulizi ya muungano wa silaha wa AFC M23 RDF katika eneo la Kale. Mashambulizi hayo yalipotokea katika maeneo ya Tushunguti, kituo cha Katale, Kacheichei na Mbindano, yalilenga kuunda hali ya ugaidi na kupanua udhibiti wa vikundi hivi vyenye silaha katika eneo hilo. Kutokana na mwitikio ulioratibiwa na utaalamu wa vitengo vyake, jeshi la Kongo lilifanikiwa kuwafukuza wanashambuliaji na walazimishaji kurudi nyuma kutoka maeneo yenye watu wengi. Tukiwa tu nchini DRC ni kwamba miji 10 iliyoharibiwa zaidi, na hapa kuna orodha kulingana na historia na matukio ya hivi karibuni. Tuanzie jiji la Goma. Kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2025 na mwaka 2026, migogoro mikubwa inayoendelea. Mbali na hiyo, mji wa Beni ni tangu mwaka 2014 mauaji ya mara kwa mara. Jiji la Bunia kuanzia mwaka 2002 mpaka 2003, mivutano inayojirudia. Lakini pia mji wa Bukavu kuanzia mwaka 2004 mpaka 2025 na hivi mpaka 2026, vurugu na utulivu. Kisangani kuanzia mwaka wa 2000, siku 6 akiwa na vita huko Kisangani. Lakini pia Minova kuanzia mwaka wa 2012, vurugu wakati wa kujiondoa wa kijeshi. Chikapa kuanzia mwaka wa 2016 mpaka 17, mgogoro wa Kamuina na Nsapu huko Pweto ni mwaka wa 2000, migogoro ya silaha. Kamina mwaka wa 1998 mpaka wa 2003, vita vya Kongo. Mbandaka
Mwanzia mwaka wa 2018 mapigano, ukweli, mateso yanashirikiwa kote nchini, lakini mashariki inabaki kuwa iliyoathiriwa zaidi leo. Swali, je, unafikiri cheo hiki ni cha haki? Ungeongeza au kubadilisha jiji gani? Utaandika kwenye comment, ndugu mpendwa mtazamaji. Tukiwa tu nchini DRC ni kwamba ujumbe wa watu 20 ukiwemo wanariadha 15 kutoka timu ya taifa ya mpira wa miguu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Leopard unatarajiwa Brazzaville, mji mkuu wa Jamhuri ya Kongo, kuanzia Alhamisi Aprili 9 hadi Jumamosi Aprili 11 kushiriki katika toleo la pili la mkutano wa riadha wa Paul Malabo. Mkurugenzi wa kitaifa wa shirikisho la riadha la Kongo FEACO alitangaza Jumanne. Ninafurahi kuwajulisha kwamba ujumbe wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo utashiriki katika toleo la pili la mkutano wa riadha wa Paul Malabo. Timu ya kitaifa itashindana katika mbio za masafa marefu na matukio mbalimbali ya kuruka, alisema Uges Mafu Chinga, mkurugenzi wa kitaifa wa kifundi la FEACO. Uwele Jean Bakomito atoa heshima kubwa kwa mtukufu Jean Karume na ampongeza kwa kumwaga msaada wa kitaifa wa mazishi yake. Katika hafla ya mazishi ya marehemu Mheshimiwa Jean Karume, gavana wa mkoa wa Uwele alitoa kwa niaba ya serikali ya mkoa shukrani zake za dhati kwa serikali kuu kwa ushiriki wake wa ajabu na pia kwa ujumbe mkubwa uliotumwa kushiriki katika mazishi hayo Aprili 6 hiyo jana mwaka huu 2026. Mkuu wa utendaji wa mkoa pia alisifu uhamishaji wa watu mashauri kutoka mkoa wa Great Oriental, akisisitiza kwamba unaonyesha umoja, mshikamano wa pamoja kwa kumbukumbu ya marehemu huyo mashuhuri. Akimtolea heshima mtukufu Jean Karume, gavana alisisitiza kujitolea kwake bila kuyumba kwa maendeleo ya mkoa pamoja na jukumu lake katika kuwafunza vijana kupitia chuo kikuu chake ambacho ni cha kipekee katika kuzingatia kwake kutumia rasilimali za ndani kwa manufaa ya idadi ya watu. Mtendaji mkuu alitoa rambirambi zake za dhati kwa familia ya marehemu na akaomba roho yake ipumzike milele, apumzike kwa amani. Tunazungumza leo kukemea uamuzi mzito uliofanywa bila uwazi au kushauriana na watu wa Kongo, kuwakaribisha raia wetu wa ardhini waliohamishwa chini ya sera ya uhamiaji za Marekani bila mjadala wa kidemokrasia. Taarifa ya pamoja jamii ya kiraia ya Kongo inasema, tunazungumza leo kukemea uamuzi mzito uliofanywa bila uwazi au kushauriana na watu wa Kongo, kuwakaribisha raia wetu wa ardhini waliohamishwa chini ya sera za uhamiaji za Marekani bila mjadala wa kidiplomasia au dhamana iliyo wazi haikubaliki. DRC tayari inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu na mamilioni ya watu waliohamishwa ndani kabla ya kujukumu lingine lolote. Kipaumbele chetu lazima kiwe ulinzi wa watu wetu. Tunadai kuchapishwa kikamilifu kwa makubaliano, mjadala wa wazi wa bunge, kufuatwa mara moja kwa uhamisho wote wa watu kwenda DRC chini ya makubaliano haya. Utu wa binadamu na uhuru wa kitaifa haviwezi kujadiliwa. Tunatoa wito kwa raia, watu walio nje ya nchi, watendaji wa kisiasa na jumuiya ya kitaifa kuhamasisha na kukaa kimya. Tukiwa tu DRC, ndugu mpendwa mtazamaji, ni kwamba afya ndiyo kiini cha maisha. Kila siku inalinda, uponya na umruhusu kila mtu kujenga mustakabali wake kwa heshima na matumaini. Katika siku ya afya duniani, hebu tuchukue muda kutafakari umuhimu wa kinga na kuchunguza wa kimatibabu mara kwa mara, kutafuta ushauri wa kimatibabu haraka, kuheshimu hatua za usafi
na kuwa makini na dalili za ugonjwa ni hatua rahisi zinazosaidia kulinda afya yako. Tukiwa tu DRC ni kwamba kampeni ya usajili wa soka jipya la kati huko Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulizindua Jumanne na waziri wa fedha wa mkoa katika sherehe iliyofanyika katika bustani ya mimea huko Gombe, wilaya iliyoko kaskazini mwa mji mkuu wa Kongo. Kuanzia leo usajili umefunguliwa katika bustani ya mimea. Tufuate sheria ili kujenga pamoja mtaji tunaoweza kujivunia sasa. Kwa niaba ya gavana wa jiji la Kinshasa, ninazindua rasmi kampeni ya usajili wa soka jipya la kati. Akitangaza usajili wa soka jipya la kati, alitangaza Magloire Kabambe, waziri wa fedha wa mkoa wa Kinshasa. Kabemba pia alizindua kampeni ya kutoa leseni za biashara na fomu za sensa ya mwaka wa 2026. Siku ya Jumapili Aprili 5 mwaka huu 2026 katika jiji la Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkuu wa nchi na mamlaka ya kisiasa ya juu, licha ya ratiba yenye shughuli nyingi kutokana na kufuzu kwa Leopard wetu kwa awamu ya mwisho ya kombe la dunia la mwaka 2026 litakalofanyika Juni nchini Marekani, Kanada na Mexico. Kwa neema alimpa katibu mkuu mtukufu na rais wa muda wa UDPS Tshisekedi Augustin Kabuya Tshilombo. Mkutano huu unaonyesha kujitolea muhimu na unastahili kuzingatiwa na utaendelea. Kufuatia Bintu Keita, mwakilishi maalumu mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, James Swan atachukua madaraka Jumanne hiyo jana. Mamlaka yake yataimarishwa kwa operesheni za mashambulizi zinazolenga shabaha, ufuatiliaji wa usitishaji mapigano na shinikizo kwa makundi yenye silaha. Wanachama 42 wa vyama vya siasa walizuiliwa kulingana na Umoja wa Mataifa. Ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaripoti kwamba wanachama 42 wa vyama vya siasa walikuwa wakizuiliwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa Januari mwaka huu 2026, wengi wao wakitoka upinzani. Miongoni mwao ni washirika wa Moise Katumbi na Joseph Kabila, akiwemo Emmanuel Ramazani Shadari. Ripoti hiyo pia inahitaji ukiukwaji 439 wa haki za binadamu mwezi Januari. Leo Marekani inatafuta kutimiza majukumu yake kuhusu uhamiaji, ikibainisha nchini kama DRC kuwa suluhisho rahisi kwa matatizo yake. Lucha DRC inadai kufatua mara moja kwa makubaliano haya na inakataa jaribio lolote la kuifanya DRC kuwa eneo la usafiri au chombo kinachohudumia maslahi ya kijiografia ya kigeni. Siasa. Imani Musa Mondo ameondoka kabisa katika chama cha PPRD na kuwa mamlaka ya maadili ya muungano ya Waislamu Wazalendo na wa Demokrasia APDEM. Hiki ni chama cha kwanza katika mazingira ya kisiasa, chama bunifu kinachoongozwa na jamii ya Uislamu kikijiunga na walio wengi. Waanzilishi wa APDEM wanamshukuru mkuu wa nchi kwa kufungua njia ya chama cha Kiislamu na hivyo kuimarisha hatua muhimu kuelekea utofauti wa kisiasa. APDEM inajiweka kama jibu la matarajio ya watu wa Kongo kwa haki, mabadiliko na amani. Kujitolea kwake kwa umoja wa kitaifa na mazungumzo jumuishi ni ahadi ya uimarishaji wa kidiplomasia. Kitaasisi, APDEM inaunga mkono mageuzi yanayolenga kuboresha ustawi wa watu na inataka kushiriki kimkakati katika mijadala kwa kupitisha msimamo wa walio wengi wanaoika. APDEM imejitolea kukuza maadili ya heshima kwa mabadili ya Republican. Pamoja tujenge mustakabali bora kwa Kongo.
Na ndugu wapendwa watazamaji wa Kwetu News 24, sema sitakuwa nami mwanzo mpaka hivi tamati wa taarifa hii ya habari awamu yake ya kwanza. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili wa kwanza kupata habari zetu. Hii ni Kwetu News 24. Nikisema chao chao.